Na mtazamaji, mambo yanazidi kuchemka kule Luo Nyanza siku chache kabla ya timu ya Linda Mwananchi kufika Homa Bay County katika ziara zao za Linda Mwananchi Rallies. Na watazamaji wangu, mnajua ya kwamba ni hii ziara ya kisiasa ya Linda Mwananchi ndiyo itakuwa inampatia William Samoei Ruto picha kamili ya vile hali ilivyo pale upande wa Luo Nyanza. Je, hawa watu wa ODM, hawa supporters wa ODM kutoka kule Luo Nyanza wako kwenye upande wa broad-based government ama wako kwenye upande wa one term wa movement ya sisi ndiyo Sifuna ya Linda Mwananchi? Kwanza kabisa mtazamaji wangu, na kuomba uweze kulike hii video na pia usubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo sasa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozitapisha. Na mtazamaji, kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa sasa hivi kule upande wa Luo Nyanza. Wiki ijayo tarehe 16 kwa mara nyingine Edwin Sifuna pamoja na timu yake ya Linda Mwananchi watakuwa wanafika hapo. Watakuwa wanataka kujua, je, hawa supporters wa Raila Amolo Odinga kutoka kule Luo Nyanza bado wako kwenye upande wa ODM ambayo iko ndani ya broad based government, ama iko kwenye upande wa Linda Mwananchi ambayo iliondoka kusupport ODM baada ya kuona ya kwamba ODM inaendelea kulinda tumbo badala ya kuendelea kuwalinda wananchi. Kama kuna jambo ambalo linaendelea kuwapatia viongozi wa Luo Nyanza wasiwasi sasa hivi, ni hii ziara ya kisiasa ya Linda Mwananchi kule upande wa Homa Bay County. Itakuwa ni aibu watazamaji wangu kuona ya kwamba ground imeweza kushift, na ujue ya kwamba ni hizi kura ndio hawa viongozi wa broad based government au wa ODM wanaendelea kutaka kunegotiate na William Samoei Ruto, wanaendelea kunegotiate wapate kiti cha unaibu wa urais. Ukiangalia sasa hivi asilimia kubwa ya wale supporters wa Raila Amolo Odinga wote walienda na timu ya Linda Mwananchi, wako kwenye upande wa Edwin Sifuna, sio kutoka Mlembe Nation, sio kutoka upande wa Luo Nyanza na maeneo mengi hapa nchini Kenya. Sasa hivi unaona sisi ndio Sifuna ndio imekuja kwenda na wafuasi wengi. Hapo ndio spirit ya baba Raila Amolo Odinga ilivyo, na nimewaelezea watazamaji wangu itakuwa ni aibu kubwa kwa viongozi wa ODM kuona ya kwamba kule upande wa Homa Bay County ground mambo ni one term. Hili ni jambo ambalo waliweza kulishuhudia kule upande wa Kisumu ambako Edwin Sifuna alifika akatetemesha, akafanya mkutano wake, kukakuwa na total shutdown licha na vitisho vyote ambavyo alikuwa amevipata eti asikanyage huko, akikuja atavamiwa, atavurugwa, kuna bunzu wamepangwa, mpaka kuna viongozi ambao walikuwa wanamtishia. Lakini licha na hivyo vitisho vyote, nothing stopped the Linda Mwananchi rally to go to Kisumu. Na pia hili la Homa Bay County, nothing is going to stop them, kwa sababu inaonekana kuna wale ambao wameanza kutoa masharti kule upande wa Homa Bay County wakisema ya kwamba wanataka tu mambo ya two term kule, hawataki mambo ya one term. Hilo ni jukumu la mwananchi. Mwananchi ndio atajua mimi kura yangu nitapiga wapi, nitapea Sifuna, nitapea Oburu Oginga, nitapea Wanga ama nitapea nani. Huo ni uamuzi wa mpigaji kura, bali sio uamuzi wa kiongozi wetu. Lakini unajua hao viongozi wanajaribu kutengeneza jina pale ground, lakini jina alitengenezeki sasa hivi. Kama ground imeshift, imeweza kushift. Akiwa kule kwenye upande wa Kisumu siku ya leo, Mheshimiwa Babu Owino ameweza kukutana na ground, na kwa kweli ground bado mambo ni one term. Oburu Oginga na timu yake ya ODM wanastahili kutafuta mbinu nyingine ya kuzitafuta hizi kura, kwa sababu kadri tunapoendelea kusongea pale mwaka wa 2027, kadri uchaguzi unavyoendelea kukaribia, ndio kura zinaendelea kupotea. Hii si ile ODM ambayo ilikuwa inaongozwa na baba Raila Amolo Odinga. Hakuna kiongozi ambaye sasa hivi amekuja kutoshea kiatu cha baba Raila Amolo Odinga isipokuwa tu Edwin Sifuna. Huyo ndio spirit ya baba Raila Amolo Odinga. Hapo ndio baraka za Raila Amolo Odinga zilibaki, na hakuna mtu yote ambaye anaweza kuzitoa hapo. Yani ni kama huyo ndio alikuwa the anointed one. Baada ya baba Raila Amolo Odinga kuiaga dunia, huyu tu ndio alibaki mwokozi wa ODM, lakini walimfurusha, wakamtoa na aibu. Lakini sasa wao ndio hawajui watafanya vipi, kwa sababu najua wengine wanatamani kufanya kazi na Edwin Sifuna tunapoelekea pale mwaka wa 2027. Hebu asikiza ujumbe kutoka kwa Peter Kaluma, mmoja ya viongozi wa ODM wa Linda Ground, akizungumzia kuhusiana na hii ziara ya kisiasa ya Linda Mwananchi rally ambayo itakuwa inafanyika weekend ya wiki ijayo tarehe 16. Kabla sija kuikia video mtazamaji wangu,
ningependa kukumbusha tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Yeah, so come to Homa Bay, don't come to abuse William Ruto. The word one term is provocation to violence in Homa Bay. Don't provoke our people. If you want to give Homa Bay people joy, say 2 terms. Say what? Because that is where we are. That is where Baba left us. That is where we shall be. And we want to tell President William Ruto that we are here supporting him because of the good he has done for our people. Thank you very much. Jodalawa uye. Erejo mawacho de Ruto tutam. Ereruka mana inya. Korado. Baba Raila Amolo Odinga, kila mtu alisema aliwachwa mahali. Mimi Baba Raila Amolo Odinga aliniwacha in opposition. And the work of opposition is to keep checks and balances to the excesses of the government. Babu akiongea ndio unapata kazi. Babu akiongea ndio barabara inajengwa. Babu akiongea ndio unaweza pata kitu. Hata babu akienda mahali ndio goons wanaweza lipwa wapate kitu. Kwa hivyo either way lazima upate kitu. Niongee nisiongee. To the comrades who are here, to the great people of Awasi, we have challenges facing people in Nyanza as a whole. We've been promised time and again that the dam called Koru Soin, every year hiyo dam inawekewa pesa, lakini hiyo pesa inapotea. Babu ni mbaya, babu ni mzuri. Hii Koru Soin ingetusaidia kumanage the floods yenye iko hapa. Floods hapa kukinyesha na mvua inakuja ya El Nino, utaona venye manyumba zinakuwa submerged in this constituency. Utaona venye kuna shida mingi sana, watu wanapata magonjwa, watu wanakufa kwa sababu ya floods. But serikali inatuambia inajenga damu. Hiyo damu inge manage floods. Wamama wetu hawana maji Awasi. Wanatoka na mtungi, wanaweka kwa mgongo, wanaenda kwenye mto. In this era, ni mama mgani anafaa aende kwenye mto kuchukua maji kwenye mto akibeba mtungi? Na watazamaji, hii ODM ambayo inaongozwa na Oburu Oginga wanaendelea kufanya juu chini ili kumdhibiti Edwin Sifuna, lakini sijui ni nani ambaye sasa hivi pale ndani ya ODM anaweza kumdhibiti Edwin Sifuna. Huu ni wakati wa Edwin Sifuna, ni wakati wa Linda Mwananchi. Sisi ndio Sifuna mpaka kule upande wa Luo Nyanza. Na siku ya leo nimewaelezea kwamba Babu Owino alikuwa kule upande wa Kisumu. Hapo bado tumeona mambo ni one term. Mpaka mahali ambapo Senator Oburu Oginga anawakilisha, unaona bado ground ni one term. Sasa watafanya vipi ili waweze kurudisha ile asilimia kubwa ambayo imeenda na Edwin Sifuna, kwa sababu ODM iligawanyika. ODM ya Oburu ikabaki na 30%, Edwin Sifuna akaenda na 70%. Hata kwa mahesabu tu ya kawaida, wewe mtazamaji wangu, unaona kweli William Samoei Ruto anaweza zingatia kuchukua naibu wa rais kutoka kwenye eneo ambalo support ama kura ni 30%. Kura kubwa zimeenda na Edwin Sifuna. Wewe unaona ukweli William Samoei tunaweza kudhubutu kufanya hivyo, kwa sababu all the leaders want as we head to 2027 election, kila kiongozi anataka mahali ambapo kuna numbers. It's all a matter of numbers, sio mambo na chama. Hata UDA ni chama ambacho kilikuwa na numbers 2022, lakini sasa hivi unaona pale ground kimepoteza umaarufu, supporters wamehama, wameingia kwa sisi ndio Sifuna, wengine wameenda kwa Gachagua. So unaona 2027 it is all about numbers, na kila kiongozi anataka mahali ambapo kuna numbers. Sio eti nitasimama na hiki chama. Huwezi kusimama na chama eti ni kikubwa na hakina numbers. All matters ni numbers, na hilo ni jambo ambalo najua linampatia William Samoei Ruto kipindi kigumu. Weekendi ya tarehe 16 nimewaelezea ndio William Samoei Ruto atakuwa anajua mbivu na mbichi. Je, bado hii Luo Nyanza iko kwenye upande wa one term
ama inaimba two term, kwa sababu nimekuelezea mpigaji kura ndio mwamuzi, sio viongozi. Unajua viongozi wakisimama wanaweza kumwambia William Samuel Ruto, tuko kwenye upande wa two term, tuko na wewe, tutasimama na broad based government. Baba Raila Amolo Odinga alituacha na wewe. Lakini je, what matters ni yule mpigaji kura, ni yule voter, ni yule supporter wa Baba Raila Amolo Odinga. Kweli wanafurahishwa na hii broad based government? Wanafurahishwa na ODM kuendelea kubaki pale? Nakomea hapo tazamaji, lakini hebu niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section. Mnaona kweli hii Luo Nyanza Mulembe Nation 2027 itamsupport William Samoei Ruto na kumpatia kura ambazo zitamwezesha kushinda kwenye kiti cha urais? Na mtazamaji wangu, kama uko kule upande wa Luo Nyanza Mulembe Nation, je, sisi ndio Sifuna, wewe ndio Sifuna, ama ground kuko namna gani? Tutasimama na Sifuna ama mko kwenye upande wa two term? Niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section, na kabla sijatamatisha na wakumbusha tena mjunge nami hapa BMT Reportix wa kusubscribe na pia mweze kulike, share na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi.